Vikosi vya Urusi viliweza kurusha karibu mabomu 1200 ya angani, lakini pia karibu ndege zisizo na rubani 870 na zaidi ya makombora 80 ya aina tofauti dhidi ya Ukraine. Wiki iliyopita rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky aliweza kusema hivyo jioni ya Machi 9, 2025, ambako silaha ambazo Urusi iliweza kutumia dhidi ya Ukraine wiki iliyopita zilikuwa na zaidi ya vipengele 82,000 vya kigeni. Zelensky alibainisha hivyo. Zelensky pia alinukuliwa akisema ya kuwa kila siku tunafanya kazi na washirika wetu ili kuhakikisha ya kuwa maamuzi yanafanywa ili kutoa msaada wa kuokoa maisha, mifumo ya ulinzi wa anga, uwekezaji katika uzalishaji wetu wa ulinzi wa kuimarishwa kwa vikwazo dhidi ya Urusi. Zelensky alisema hivyo. Pia inakumbukwa kabla ya ripoti ya Zelensky, Urusi pia ilikuwa imefanya mashambulizi makubwa zaidi angani usiku kucha wa tarehe 7 Machi, ambako pia iliweza kurusha makombora takriban 67 ya aina mbalimbali na ndege zisizo na rubani 194 dhidi ya miundombinu ya gesi na nishati kote nchini Ukraine. Wiki hiyo pia Urusi ilishambulia hoteli moja huko Kryvyi Rih katika jimbo la Dnipropetrovsk na kusababisha takriban watu 6 kuuawa na kujeruhi wengine zaidi ya 30 ikiwemo watoto katika eneo hilo. Mashambulizi mengi dhidi ya Dobropilya katika oblasti ya Donetsk mwishoni mwa Machi 7 yalisababisha watu 11 kuuawa na kujeruhi wengine takriban 50 kulingana na ripoti ya gavana Vadim Filashkin. Mashambulizi hayo yalifanyika muda mfupi baada ya Marekani kusitisha msaada wake wa kijeshi na ushirikiano wa kijasusi na Ukraine, ambako wataalamu waliozungumza na vyombo vya habari kutoka Ukraine mapema wiki iliyopita walisema ya kwamba mzigo mkuu wa kukatwa kwa ujasusi wa Marekani utahisiwa na raia wa Ukraine, kwani unatishia uwezo wa Ukraine wa kugundua kwa wakati mashambulio ya anga ya Urusi dhidi ya miji na miundombinu ya Ukraine. Maafisa wa Ukraine walisema ya kuwa wanashughulikia mibadala na washirika wao wa kigeni hasa kutoka nchi za Magharibi.